Hapa ni katikati ya jiji la Mwanza, jiji la pili kwa ukubwa nchini Tanzania, na huu ndio muonekano. Kabla hatujaendelea mbele, ni kukumbusha kitu kimoja, mdau wetu wa nguvu. Usisahau kusubscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kujipatia video na matukio mbalimbali yanayoendelea hapa Katavi Media. Pia usisahau kushare na kulike video zetu ili uzidi kutupa nguvu kwa kile tunachokifanya. Tuendelee. Na hii ni baada ya mto kuchukua daraja ambalo lilikuwa likiunganisha maeneo haya mawili, na eneo hili ni katikati ya jiji la Mwanza, katikati ya jiji la Mwanza. Na unayemwona hapo ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, na si mwingine ni ndugu Saidi Mtanda, akija kutembelea eneo hili ambalo ujenzi wa madaraja mawili tofauti yanafanyika. Ujenzi wa madaraja haya unagharimu milioni 779 ambazo ni pesa za ufadhili ya Benki ya Dunia. Lengo ni moja ambalo limemfikisha mheshimiwa huyu katika eneo hili, ni kutaka kujua ni lini ujenzi huu unatamatika ili kuepuka hadha ambazo wakazi wa Mwanza wanakutana nazo baada ya daraja hili kukatika. Lengo ni moja, ni lini daraja hili litatamatika, ni lini daraja hili litamalizika na wananchi kuanza kulitumia na kuepuka adha ambazo wananchi wamekuwa wakikutana nazo hasa baada tu ya daraja hili kuharibika. Huyu hapa mheshimiwa, msikilize. Ameanza lini hapa? Alianza mwezi wa 12 mwaka jana. Kwa hiyo mradi unatakiwa kuisha lini? Tarehe 28 mwezi wa 8. Wewe mwambie wewe mkandarasi hata ongezewa muda tena. Sawa sawa. Kwa hiyo kama haongezi watu hapa, kama haongezi ukubwa wa kazi zinazofanyika, wewe nifikishie salamu kwamba ifikapo amemaliza. Ikiwezekana before that. Akienda nje hapo ujue hapa atatoka. Tumalize hapa ili hizi barabara ziweze kufanya nini? Kufunguka. Twende tukaone kazi ya mlango mmoja. Mkataba wake ulikuwa ni wa miezi 5 awali. Ambayo imeongezwa mpaka kwenda mwezi wa 8. Kwa hiyo miradi yote mwezi wa 8. Unavyomuona hapa atafika mwezi wa 8. Kabla ya mwezi wa 8 atakuwa hapa. Mbona sioni ongezeko la wafanyakazi na nini? Maana umenihakikishia pesa zipo. Kwa sababu unaona foleni yote kule ni kwa sababu hatuna tena barabara hizi za ndani. Huyu anamaliza lini? Exactly kabisa, huyu atachukua muda gani? Ya hapa au kwa mkataba? Hapa. Hapa mwezi wa 5 na mwezi wa 7 hapo tutakuwa kabisa. Sioni wataalamu wake hapo. Wewe unawaona kweli? Leo programu ya hapa leo tunatengeneza kemba hiyo hapo pamoja na ile pale. Kwa hiyo hatuna watu wengi. Manake mpaka tumalize haya ndio tuondoe hii sasa tuanze. Hii barabara ilikuwa inatusaidia kupunguza foleni. Sasa hivi foleni kubwa kwa sababu ya hapa na kule darajani. Lakini nataka nataka mpango kazi ambao unaonyesha equivalent ya vifaa, lakini pia equivalent ya muda. Umenielewa bana? Na idadi ya watu wanaotakiwa kuifanya kazi hii, kwa sababu within 2 months hapa mnatakiwa mwe mmeshaondoka. Huu mwezi wa ngapi? Huu wa 5. Ndio unaisha. Tunahesabu mwezi wa 6, mwezi wa 7. Hapa manager mwisho wa mwezi wa 7. Miradi hii mimi sitaki kuiona tena hapa. Umenielewa sijui? Kwa sababu ni kazi ndogo sana hii. Na wewe umesema hakuna shida ya fedha, si ndio? Kuna shida ya pesa. Hajawahi kuomba hela hata siku. Na hajawahi kuomba. Sasa kwa nini msiende kwa wakati? Kwa hiyo hawa waongeze watu, waongeze vifaa, na hii kifusi chote hiki siku 3 kiwe kimefanya nini? Unanisikia bana? Pembezoni mwa biashara yetu. Nimeshamwagiza siku 3 wewe wala sikupe shida. Baada ya siku 3 matope haya yote na yale kule yote yawe yamefanya. Sisi tunakushukuru sana. Yameondoka. Kwa hivyo wewe chukua namba yangu, asipokuwa amekamilisha nitumie message. Nakushukuru sana. Haya.